Mfanyabiashara maarufu kutoka hapa nchini Tanzania ni mwanamitandao pia. Jennifer Jovin maarufu kama Nifa, mwenye umri wa miaka 26, leo hii siku ya Ijumaa Novemba 7 mwaka 2025 amefikishwa katika mahakama ya kimkazi Kisutu akiwa na wenzake 21 na wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini. Kosa la kwanza linawahusu washtakiwa 22 wote, ambapo ni kwamba kwa pamoja wamekula njama ya kutenda kosa au kupanga uhalifu ambao ni uhaini. Kosa la pili ambalo ni la uhaini linawahusu washtakiwa 21 isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Nifa, ambapo washtakiwa walianzisha nia kuzuia uchaguzi mkuu mwaka 2025 na kutishia mamlaka, na wakatekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali za umma. Na kosa la tatu la uhaini pia linamhusu mshtakiwa namba 1 peke yake ambaye ni Nifa, ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi wa mwaka huu 2025 na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka katika duka lake. Uhaini ni kosa la jinai, kwa wale ambao wafahamu, ni kosa la jinai, na kwa tafsiri nyepesi na maana kwamba ni kosa kubwa ambalo mtu analifanya dhidi ya nchi yake, na mtu anayefanya kosa hili anajulikana kama msaliti. Even kabla mfano wa wasaliti wanaojulikana duniani ni kama Yuda Iskariote ambaye alifanya usaliti wa kidini dhidi ya Yesu. Mwingine ni mtu kama let's say Benedict Arnold. Huyu jamaa alisaliti nchi yake Marekani dhidi ya British, na wengine wengi sana. Kuna historia ya wasaliti wengi sana. Hiyo ni kwa tafsiri nyepesi, lakini kosa la uhaini linajumuisha vitu vingi ambavyo mtu anavifanya dhidi ya nchi yake. Kwa kifupi tu ni kosa la jinai, na adhabu yake ukisoma zile adhabu za makosa hayo inaonyesha kwamba ni kifo. Hapa Nifa na wenzake 21 ni washtakiwa, sio wamekutwa na hatia. Ukikutwa na hatia sasa ndo bala lingine hilo, lakini kwa hapa Nifa na wenzake au 21 ni washtakiwa. Ikabidi sasa nisome kwa undani ili kosa la uhaini. Kuna article moja imeandikwa na wajamaa wanaitwa Mzalendo, na naona iliandikwa na mtu mmoja anaitwa Alex Sona miaka kama 2 hivi iliyopita. Inaelezea kwa kina utajulikanaje kama umetenda kosa la uhaini, au kosa la uhaini ni nini na adhabu yake. Naomba nikisomee kama alivyoandika. Inasema kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 39(1) cha kanuni ya adhabu, wao wanaita kitaalam penal code, mtu yeyote ambaye yumo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au popote atakuwa ametenda kosa la uhaini iwapo ataamua: 1, kujaribu kumuua rais; 2, kuanzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa kifungu cha 39(2) cha kanuni ya adhabu ya penal code kitaalam, mtu yeyote akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au popote ambaye anajenga nia kusababisha au kuwezesha kusababishwa au anajenga nia ya kuchochea, anashawishi au kushauri au kuhusia mtu yoyote au kikundi cha watu wote kusababisha au kuwezesha kusababishwa yoyote kati ya matendo au malengo yafuatayo, basi atakuwa ametenda kosa la uhaini. Wanasema kwamba 1, kusababisha kifo, kumlemaza au kumjeruhi au kufungwa au kumzuia rais; 2, kumwondoa rais madarakani isivyo halali kutoka katika wadhifa wake wa uraisi au kumwondolea ufahari, heshima na jina la mkuu wa nchi, kiongozi wa serikali na amri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukifanya hivyo utakuwa umetenda kosa la uhaini. Kupindua kwa njia zisizo halali serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukifanya hivyo utakuwa umetenda kosa la uhaini. Kutishia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge na mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kubainisha nia hiyo kwa kuchapisha maandishi au machapisho au kwa kitendo chochote cha siri kinachojionyesha cha hali yoyote. Fanya hivyo utakuwa umetenda kosa hilo la uhaini. Kwa mujibu wa kifungu cha 39(3) cha kanuni ya adhabu kitaalamu, wao ndo wanaita penal code, mtu yeyote ambaye yumo katika utii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwa ametenda kosa la uhaini kwa kuwa na mshikamano na maadui wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au anawapa msaada au hifadhi ndani ya Jamhuri ya Muungano au kwingineko. Fanya hivyo utakuwa umetenda kosa la uhaini. Anachochea aidha ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au kwingineko mtu yeyote aivamie Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutumia jeshi, au anabeba silaha ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa amri kwa nia kutumia nguvu ya kuzuia, kuilazimisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
kubadilisha vigezo au ushawishi wake, au kwa nia kulazimisha au kuzuia au kutishia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya hivyo, utakuwa umetenda kosa la uhaini. Kwa mujibu wa kifungu cha 39(4) cha adhabu ya cha kanuni ya adhabu, yani penal code au kitaalamu wanaita hivyo, mtu yoyote ambaye yumo katika utii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au popote, atakuwa ametenda kosa la uhaini kwa kuonyesha nia ya kumsaidia adui wa Jamhuri ya Muungano kwa kufanya kitendo chochote kinacholenga au kinachoweza kutoa msaada wa kwa adui huyo, au kuingilia kwa maelekezo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano, au kuzuia operation ya majeshi ya ulinzi au jeshi la polisi, au kuhatarisha maisha, ana hatia ya kosa la uhaini. Hapa chini wakamaliza kwa kusema kwamba adhabu ya kosa la uhaini ni kifo. Kanuni hii ya adhabu ni kwa mujibu wa sheria ya uhaini namba 2 ya mwaka 1970. Mwisho wa article hiyo. Ni article ambayo imeandikwa na hii ni blog by the way, inaitwa mzalendo.co.tz na iliandikwa 2 years ago na mtu mmoja anaitwa Alex Sona. Nimekusomea ili uone, uijue pia kosa hilo la uhaini lina maana gani hasa. Maoni yako ni yapi? Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment section. Mr. MIDWL Imido Simba ndo majina yangu. Bye bye till the next time.